Naitwa Aminata Katimba, mimi ni mke na mama wa watoto 4. Nilianza rasmi biashara ya Bepsuma mwaka 2017 mwezi wa 8, nikiwa ni mwajiriwa, nikiwa ni mwanamke ambaye nipo kwenye ndoa changa kabisa, lakini nikiwa na mtoto ambaye ni mdogo mwenye umri wa miaka 2. Mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa na ndoto kubwa sana kwa sababu nilikuwa napenda vitu vikubwa na vizuri. Ajira niliyokuwa ninafanya kiukweli haikuweza kunitimizia mahitaji yangu niliyokuwa nayataka, vitu vikubwa nilivyokuwa ninavitamani. Kwa hiyo nikajaribu kufanya baadhi ya biashara, lakini havikuweza kutimiza ndoto zangu kubwa nilizokuwa nazo. Ndipo nilipoweza kukutana na shemeji yangu Mr. Harry Mwijage ambaye alinishirikisha biashara ya Bepsuma. Kiukweli niliipenda sana, lakini nilikatishwa tamaa. Niliaminishwa kwamba biashara kama hii ni biashara ambayo inanufaisha watu ambao wamekutangulia. Mimi nilijipa mwaka mmoja wa kufanya biashara kwa kutumia muda wangu wa ziada, nione wapi itanifikisha. Namshukuru Mungu, kweli mwaka ulipokamilika niliweza kuingiza kipato mara 2 ya mshahara wangu ambao nilikuwa napata. Mwaka 2020 nikapata safari yangu ya kwanza ya kwenda Dubai. Mwaka 2021 nikapata gari langu la kwanza, na mwaka 2022 tena nikapata safari yangu nyingine, na mpaka sasa naendelea kupata safari nyingine za kimataifa. Nikutie moyo wewe ambaye unataka kufanikiwa. Anza sasa, fanya maamuzi. Na kama umeishaanza, basi hakikisha unafundishika, hakikisha unajipa muda ili uweze kufanikiwa katika biashara yako. Siku zote kwenye mafanikio hakukosi changamoto. Naomba nikwambie kitu kimoja, kwamba hakuna kitu kirahisi kwenye hii dunia. Kila kitu ni kigumu, lakini unachotakiwa kufanya ni kukomaa, kukaza msuli. Mambo mazuri yanahitaji muda wa kukua, hayawezi kutokea kwa haraka. Kwa hiyo unahitaji kujipa muda ili uweze kufika pale ambapo unapataka. Mimi nimepitia changamoto nyingi sana nikiwa nafanya hii biashara, lakini kikubwa sikuwahi kukata tamaa. Ukitamani kuwa kama mtu fulani, hakikisha kikombe alichoweza kukinywa na wewe uweze kukinywa, hata kama kitakuwa ni kichungu kiasi gani. Kiatu chake kikutoshe ama kisikutoshe, unatakiwa kukilazimisha kukivaa. Kwa hiyo nikuhamasishe, especially mwanamke ambaye unanitazama kwa wakati huu, usiwe unakata tamaa. Mafanikio hayaji kwa urahisi. Unatakiwa kukaza msuli mpaka unapata ile picha halisi ya kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Asante sana.